بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قال تعالى في محكم تنزيله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أما بعد، baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema na amani kipenzi chake bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tuendelea madarasa haya ya sira. Tumefika katika kusilimu kwa Saidina Hamza na Saidina Umar. Tukaeleza namna walivyosilimu Saidina Hamza na Uislamu ulivyopata nguvu, namna walivyosilimu Saidina Umar kisha Uislamu ukapata nguvu pia. Sasa ilikuwa kama tulivyotaja, maswahaba na mtume wanajumuika lakini kisirisiri. Na moja katika sehemu walizokuwa wakijumuika ni nyumba ya mmoja katika maswahaba akiitwa Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Ilikuwa Waislamu, yani maswahaba waenda pale waketi, mtume awafundishe, wasomeshwe, waswali maswala na nini. Manake hawezi kufanya kidhahiri, sio? Wanaslimu kisirisiri wenyewe. Sasa alipokuja Saidina Umar akamuuliza bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, je, sisi tuko katika haki? Je, hii si dini ya haki? Basi mbona tujificha? Tutoke twende tuswali mpaka pale aitwaje msikitini, Al-Kaaba Haram, kwa sababu hii dini ya haki, na unachosema ni haki na sisi ndio tuko katika haki, basi tutoke twende. Bas wakashikana maswahaba wakatoka na aitwaje na nguvu moja, ikawa katika laini moja yuko Saidina Umar, katika laini moja yuko Saidina Hamza. Na wengine wasema la, walitoka laini moja, Saidina Umar yuko upande mmoja, Saidina Hamza yuko upande mmoja. Sasa hata wale makureshi wakija, wakiona, wakitaka kuwapiga na nini, wakimwona ni Hamza upande huu, wakimwona ni Saidina Umar upande ule mwingine, wahepa, hawezi kufanya kitu. Wakasikia vibaya sana mpaka wakaingia msikitini Waislamu wakaswali mbele yao pale, na wakasema wakashuhudia kwa hapana mola hapa sai kuabudiwa, wakaleta matakbira. Basi makureshi wakaudhika sana. Manake wakajua khalas, sasa hii dini ishaanza itwaje kuenea sana, ishaanza kupata nguvu. Manake kile wakiketi wakifikiria, kuna wale waliokwenda Habasha wakapokewa kule. Baada ya muda mchache kina nani, Amr bin al-As wakarudi kutoka Habasha, yani wamerudi wameshindwa, wamerudi wamedharaulika, wakisema kuwa bwana kule yule kiongozi yule mfalme kule ankataa kuacha. Jambo la pili, kisha akaja kaslimu nani, Saidina Hamza, akaja kaslimu Saidina Umar, na Uislamu wazidi kuenea baina ya makabila. Sasa wale makureshi, haya mambo yote haya yalipojumuika, wakasema huyu akibaki, huyu Muhammad, yani wao kawasema huyu bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akibaki na hawa walioslimu wabaki miongoni mwetu, Uislamu utaendelea utazidi kupata nguvu, utazidi kuenea. Khalas, wakakubali, sisi tutaketi, yani wakakubaliana hawa makureshi kuwa wataendelea na watazidisha udhia kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake, hususan aliporudi Amr bin al-As, kwa sababu walijua khalas, yani Uislamu ushaanza kuenea, ushaenda mpaka kule Habasha. Bal wakaweka wazi nia zao za kumuua bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya hapo sasa ikaja habari ya kuingia katika Shi'b ya Abi Talib. Manake makureshi wakawakata, yani kuwakata tumaanishani kama kukata kizazi, hawawauzii, hawafanyi biashara nao, hawazungumzishi, ikawa sasa ni kuwakata tamaman, kuwakata kikamilifu. Abu Talib alipoona hali kama hii, akazungumza na watu wake, Banu al-Muttalib na Banu Hashim, akawaambia waingie pamoja katika Shi'b. Ndio hiyo Shi'b ambayo ikaitwa nini, ikaitwa Shi'b Abi Talib. Hii Shi'b ikaitwa Abi Talib, na hii takriban ni alipokuwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam miaka 46 au 47, maana yake ni mwaka wa 7 baada ya kupewa utume sallallahu alaihi wasallam. Huku nao wale makureshi wakakutana
wakaandika kama contract kuwa khalas hakuna kuingia, yani hakuna kuingia biashara yoyote, hakuna kufanya biashara na Banu Hashim wala Banu al-Muttalib. Tamam, hakuna kuwaoza, hakuna kufanya urafiki, hakuna kuwapelekea chakula. Kisha ile contract ama ile sahifa walioandika wakaenda wakaibandika kwenye al-Kaaba. Ikawa kila anayekuja yuaona, kila anayekuja yuaona. Khalas, ikawa sasa Banu Hashim na Banu al-Muttalib wako katika ile shiibi, hakuna itwaje usaidizi wote kutoka nje. Watu wapata shida, chakula ni tabu, maji ni tabu, hakuna kuuziana wala kununua, hawezi kutoka, watadhurika. Basi wakapata shida sana 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 sana, na wakabaki pale takriban miaka 3. Angalia. Na walipo, yani hiyo sahifa wameiandika kwa lengo kuwa mkitaka tuendelee kufanya biashara na nyinyi, leteni tusalimishieni bwana mtume, tusalimishieni huyo Muhammad, kwa lugha yao, yani tusalimishieni huyo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini jambo lililo ipa nguvu Uislamu ama lililowapa nguvu Waislamu hususan wa Bani Hashim ni kuwa hawa Bani Hashim au hawa Banu Hashim na Banu al-Muttalib walimlinda bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam Waislamu wao na makafiri. Hata wale ambao walikuwa hawajasilimu bado ni makafiri, waliingia shi'b, yani waliingia katika shi'bi maskini, wakapata zile shida pamoja na kwamba walikuwa hawajasilimu. Lakini kama tulivyosema, hamiyatul jahiliya, ule undugu ule wa kijahilia, hata kama huyu bwana mimi sikubaliani naye katika dini lakini ndugu yangu, khalas, wakawa wanaokoa. Isipokuwa Abu Lahab, Abu Lahab hakuingia kwenye shi'bi, kwa sababu Abu Lahab tangu hapo yeye ndio mpinzani mkuu wa bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, ikawa yani walipoingia katika shi'bi, hali ya Waislamu pale ni hali ya tabu sana sana sana, mpaka katika baadhi ya riwaya walianza kula majani ya miti. Manake hakuna chakula, hakuna maji, hakuna mtu yuwauzia, hakuna mtu yuanunua kutoka kwao, hakuna kuozwa. Mpaka katika visa, katika matukio, ni mmoja wa watu waliokuwa karibu na Sayyidatina Khadija, manake Sayyidatina Khadija pia aliingia katika shi'b. Mmoja alikuwa katika yani family ya Sayyidatina Khadija alikuwa yuamletea chakula, akapatikana ndiani. Abu Jahal akampata njiani, Abu Jahal akampiga, akamzuia. Hapo kaja mmoja katika makafiri mushrikina akiitwa Abul Bukhtari au Abul Bakhtari. Akaja huyu Abul Bakhtari akamzuia Abu Jahal, akamwambia mwatende bwana, huyu yuenda kwa Khadija, na Khadija si katika Bani Hashim wala si katika Bani al-Muttalib. Yani kuna makosa gani mtu ampelekee ndugu yake au mtu wake, yani family yake, chakula? Bas Abu Jahal akakataa, lakini wakashindana, mwisho huyu Abul Bukhtari akamshinda, akamwangusha Abu Jahal. Khalas, yule mtu akapeleka yani vile vyakula kidogo kwa Sayyidatina Khadija, lakini hali ilikuwa mbaya. Naam, na pia yapokewa katika sira kuwa walipokuwa katika shi'bi, ikawa huyu Abu Talib kwa ile hirsi yake, yani kwa ile morali yake na kumuogopea bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ilikuwa akimbadilishia sehemu za kulala. Yani mara leo atamwambia lale pale, kesho ndiye amwambia lale kwingine, yani ili isije usiku kuna watu wakaja kisirisiri wakamshambulia bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhanallah. Na wakati huu sasa Waislamu walipoingia katika shi'bi, au hawa Banu Hashim na Banu Muttalib walipoingia katika shi'bi, waligawanyika. Kuna ambao waliketi na bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika shi'bi, yani waligawanyika vikundi. Kikundi cha kwanza ni wale walikuwa na bwana mtume, ambao ni hawa Waislamu wa Banu Hashim na Banu Muttalib, na tukasema pia Waislamu waliingia, lakini katika Banu Hashim na Banu Muttalib. Na kuna wengine ambao hawakuingia, lakini walikuwa chini ya famili zao za makureshi za makafiri wakiadhibiwa. Tamam. Kisha na grupu nyingine ni ile grupu iliyokuwa Habasha, sio la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah.
Na grupu nyingine ni ile grupu iliyokuwa Habasha tulioieleza mwanzo. Kisha sasa kuna grupu ya 4 ni wale katika walosilimu ambao walikuwa na vyeo katika baina ya watu wao mpaka ikawa hawezi kuadhibiwa. Kuna watu kadhaa walikuwa na vyeo fulani katika wale makureshi ama wana ukubwa fulani mpaka hata kwa kusilimu kwao, kwa walivyosilimu ikawa hawezi kufanya nini, kudhurika, hawezi kuadhibiwa na makureshi. Kwa hiyo hizo ndo grupu 4 zilizokuwa wakati huu, na waliketi kwenye Shia Waislamu ama mkataba huu ulibaki, huu ile sahifa ya makureshi ilibaki pale takriban kwa miaka 3. Na inshallah katika darasa zijazo tutaeleza alafu yalotokea baada yake. Sallallahu ala sayidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu a'la wa a'lam.